Habari na karibu katika Revealing Revelation. Kama unavyojua, mwisho wa siku sio tu kuhusu injili ya Mathayo na miaka 7 ya dhiki. Ni kuhusu injili 3 za sinoptiki, Luka, kisha Marko, kisha Mathayo. Wa mwisho watakuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho. Na hiyo inamaanisha, unapoelewa hivyo, kwamba mwisho wa siku si miaka 7 bali ni kipindi cha miaka 14 na kipindi kifupi cha muda kinachowakilisha cha Luka ambacho ni kipindi cha siku 50. Inaitwa juu na miaka 14. Inaanza na kipindi cha kabla ya dhiki, kuna kipindi cha siku 50, kisha una miaka 7 ya mihuri ambapo umati mkubwa wa katikati ya dhiki hutokea, mwaka wa 7 wa mihuri, na kisha unakurudi kwa Bwana baada ya dhiki, miguu yake ikigusa mlima wa Mizeituni. Na hapa ndipo tutakapoenda leo. Inaanza leo kuanzia miguu ilipogusa mlima wa Mizeituni hadi mwisho kabisa, utawala wa miaka 1000. Na sasa utaelewa hili kwa sababu labda umefundishwa kwa namna tofauti kuhusu jinsi linavyotumika sasa, wakati kwa uhalisia linaweza kuwa la sasa, lakini hakika ni picha ya kinabii kwa ajili ya siku za mwisho kabisa. Sawa? Tutakwenda katika Mathayo sura ya 13. Lakini kabla hatujafika hapo, tunaelewa hili lilikuwa ni na litakuja kutoka kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9. Inasema, kile kilichokuwepo ndicho kitakachokuwepo. Kwa hivyo ni kama kusema tangu uumbaji hadi Kristo, kile kilichokuwepo kitakuwepo tena, ikimaanisha kitajirudia kama mfano wa kinabii wa siku za mwisho. Na kile kilichotendeka ambacho ni kuanzia Kristo hadi wakati wa kabla ya dhiki kuu ndicho kitakachotendeka. Kwa maana nyingine, ndivyo siku za mwisho zitakavyokuwa jambo kubwa. Sawa? Na hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hivyo, sababu ninakuonyesha hili ni kwa sababu ya kile ambacho huenda umefundishwa kutoka Mathayo sura ya 13 kuhusu mfano wa ngano na magugu. Watu wengine kwa sababu ya huu mfano wanaamini kwamba hakuna kunyakuliwa kabla ya dhiki wala katikati ya dhiki, hakuna kitu, sio hadi mwisho kabisa. Unaona? Lakini hilo haliwezi kuwa mbali zaidi na ukweli unapoelewa muktadha na wakati wa unabii huu. Kwa hivyo, wacha nianze kwa kukuonyesha hili mara moja. Katika Mathayo sura ya 13, katika mstari wa 24 inasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Sasa, kwanza kabisa unaona nini? Inasema ufalme wa mbinguni. Sasa utagundua katika sehemu nyingine kwenye maandiko umesoma kuhusu ufalme wa Mungu, na pengine wote mliambiwa kwamba ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni kitu kimoja. Lakini nawaambia si hivyo. Na unapoelewa tofauti kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni, utaelewa tofauti za Luka na Marko kabla ya Mathayo. Sawa, wacha nikuonyeshe. Katika Mathayo sura ya 13, wacha nikuonyeshe wakati wa ufalme wa mbinguni. Katika Mathayo sura ya 13 mapema kidogo, ni katika mstari wa 14. Inasema, na ndani yao unabii wa Isaya unatimia usemao, kwa kusikia hawatasikia, kwa kusikia mtasikia wala hamtaelewa, na kwa kuona mtaona wala hamtafumbua. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na masikio yao yamekuwa mazito kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kuelewa kwa mioyo yao, na kugeuka nami niwaponye. Wow! Hii inamaanisha kuna kundi la watu ambao Bwana Mungu amewapofusha na kuwafanya wasielewe kinachoendelea, la sivyo wangeweza kukitambua na kuponywa. Watu hao ni nani? Wao ni Wayahudi. Sababu ya hii kuwa katika injili ya Mathayo na si katika Marko wala Luka, yote ni kwa sababu ya unabii. Unapoelewa kwamba tofauti zilizopo katika injili za Luka, Marko na Mathayo si kinyume wala si mitazamo tu, bali zote zinahusu unabii. Unapoelewa hivyo, utaelewa mambo kama haya na kwa nini yameandikwa mahali yalipoandikwa. Unaona, wacha nikuonyeshe kitu kuhusu ufalme wa Mungu kilichoandikwa katika Mathayo, kwa sababu kinatajwa mara chache tu katika Mathayo, lakini hakijawahi kuhusishwa nao. Wacha nikuonyeshe inachosema. Katika Mathayo 21 mstari wa 43, kwa hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa taifa litakalozalisha matunda yake. Unaona hilo? Ufalme wa Mungu umeondolewa kwao. Na kwa hivyo umepatia hili limeandikwa katika injili ya Mathayo pekee. Wacha nikuonyeshe ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wewe, kama nilivyosema, unaiona mara chache tu katika injili ya Mathayo na unaiona hapa.
sawa, wasizi wataingia mbele yenu na kisha ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mara ya mwisho kabisa inapotumika ufalme wa Mungu katika Mathayo ni kusema kwamba umeondolewa kwao, lakini unapoenda katika Marko inapatikana kila mahali, kwa maana ufalme wa Mungu umo ndani. Ukienda kwenye Injili ya Luka inapatikana kila mahali, ipo kila mahali kabisa. Na unajua kwa nini? Kwa sababu wale wa pre-trib na mid-trib wanaenda kwenye ufalme wa Mungu. Wale wa post-trib, wakati wa kurudi kwa Bwana, miguu ikigusa mlima wa Mizeituni, wataanzisha ufalme wa mbinguni duniani, ambao ndio utawala wa miaka 1000 ulioahidiwa kwa Wayahudi. Angalia huu ufalme wa mbinguni. Sijui kama umewahi kuona hili kabla, lakini ukitafuta ufalme wa mbinguni, kwa hivyo tumeangalia tu ufalme wa Mungu na tukaona kwamba ulichukuliwa kutoka kwao. Sasa angalia neno ufalme wa mbinguni au msemo ufalme wa mbinguni. Mathayo, 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 Mathayo. Kila mahali ni kwa ajili ya Injili ya Mathayo, na nje ya Injili ya Mathayo haitumiki mahali pengine popote. Unaona hivyo? Kwa sababu ufalme wa mbinguni ndio utawala wa miaka 1000 wa mbinguni duniani ulioahidiwa kwa ajili ya watu wa Kiyahudi. Ndicho kitu chenyewe. Unaona, hiki ndicho alichokuwa akizungumzia katika Isaya, katika Mathayo 13, sivyo? Anasema nitamtuma nani? Anasema mtume mimi. Hii inatoka katika Isaya sura ya 6, na katika mstari wa 9 akasema, enende ukawaambie watu hawa, sikieni ninyi lakini msifahamu, tazameni ninyi lakini msione. Ufanye moyo wa watu hawa kuwa mzito na masikio yao kuwa mazito, na kuzifumba macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. Kisha nikasema, Bwana, hata lini? Naye akajibu, hata miji itakapokuwa ukiwa haina mtu, na nyumba hazina watu, na nchi itakapokuwa ukiwa kabisa. Hii ni hadi mwisho wa dhiki. Hii ni hadi kurudi kwa Bwana miguu yake itakapokanyaga mlima wa Mizeituni. Hapo ndipo kila kitu kitakapokuwa wazi kwao hatimaye. Unaona, tunaona hili hapa katika Wakorintho wa pili sura ya 12, ambalo mara nyingi tumelishiriki, ambalo ni picha ya kinabii iliyosukwa katika maneno ambayo Paulo anazungumzia hapa katika Wakorintho wa pili sura ya 12. Kumbuka, isiposema mahali nilipo, angalia tu upande wa kulia. Namjua mtu katika Kristo miaka 14, yapata ni siku 50. Huyo ni nani? Ni kabla ya dhiki, kama unyakuzi wa kwenda mbinguni patatu. Alafu una nini? Paradiso. Una umati mwingine mkubwa wa katikati ya dhiki. Huu ndio ule ulionyakuliwa na kwenda paradiso. Hizi mbili ni kuchukuliwa na kuchukuliwa. Wanaenda katika ufalme wa Mungu. Lakini kisha nini kinatokea? Tazama, mara ya 3 niko tayari kuja kwenu, nami sitakuwa mzigo kwenu. Kwa hivyo hatakuwa tena mzigo kwao, ndivyo inavyosemwa kinabii. Sitakuwa tena mzigo kwenu. Namaanisha sitaleta tena dhiki hii yote na mambo haya yote dhidi yenu. Mlipofushwa kwa ajili ya ulimwengu ili wao wapate kuingizwa. Unaona, maana sasa sitafuti mali zenu, bali ninyi, kwa maana watoto hawapaswi kuwekea wazazi akiba, bali wazazi kwa ajili ya watoto. Hii ni kwa sababu Wayahudi wamejua kwa maelfu ya miaka, lakini ulimwengu wa mataifa na kadhalika walioingizwa hawakujua. Na huku sasa ni yeye kuja nini? Sasa ana wajira wao. Hii inahusu kurudi kwa Bwana, miguu yake kigusa mlima wa Mizeituni. Inahusu kuja kwake na kuwepo kwake hapa hadi mwisho wa ulimwengu. Unaona hilo? Ndio maana unaona hili katika Injili ya Mathayo pekee. Katika hotuba ya Mathayo hasa inasema, wakamuuliza, ni nini kitakuwa ishara ya kuja kwako na ya mwisho wa ulimwengu? Neno hili kuja tumeshiriki nanyi mara nyingi sana. Ninaamini ni neno la Kigiriki 3952. Linatumika mara 4 katika Injili, na mara zote 4 linapatikana tu katika Mathayo sura 24, kwa sababu linahusu kuja kwa kweli, kurudi kwa mwana wa Adamu, ambapo miguu yake itagusa ardhi. Na kisha inasema nini? Mwisho wa ulimwengu. Je, unajua kwamba neno hilo linatumika tu katika Injili ya Mathayo? Nitakuonesha muda mfupi ujao, lakini kumbuka kile tulichokuwa tukizungumzia. Tunazungumzia ngano na magugu. Basi hebu tuingie katika hadithi hii na tujue mahali ambapo inatokea. Sasa umekuja kuona kwamba ufalme wa mbinguni unahusu utawala wa miaka 1000. Kwa hivyo ni kuanzia kurudi kwa Bwana na itaendelea hadi mwisho wa ulimwengu. Basi angalia kile inachosema. Basi Bwana alipanda mbegu nzuri, lakini watu walipolala, adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake.
Lakini mmea ulipochipuka na kuzaa matunda, ndipo magugu yakatokea pia. Basi mtumishi wa mwenye nyumba akasema, Bwana, ulipanda mbegu nzuri shambani, basi magugu haya yametoka wapi? Naye akasema, adui amefanya hivi. Naye mtumishi akamwambia, tutaenda na tutayakusanya. Lakini akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuingoa ngano pamoja nayo. Acheni vyote vikuwe pamoja hadi wakati wa mavuno. Unaona, kwa sababu watu mbegu wanadhani inamaanisha hakuna pre-trib, mid-trib au post-trib. Sio hadi kurudi kwa Bwana na mwisho wa utawala wa miaka 1000. Hii si kweli. Pre-trib, mid-trib na post-trib itakuwa imeshatokea, na hii ni mwishoni mwa utawala wa miaka 1000. Unaweza kujiuliza, hii inawezekanaje? Hiyo inamaanisha kutakuwa na wale ambao bado ni wa Shetani, bado ni waadui katikati ya utawala wa miaka 1000. Hiyo ni kweli. Sikiliza inachosema. Inasema, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu, miyafunge matita ili miyachome, lakini ngano ikusanyeni halani mwangu. Sawa? Na anazungumzia kuhusu wakati wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nini kimetokea? Vipi? Nani alikuwa adui huyu katika siku za mwisho za unabii? Nani huyu adui aliyeweza kupanda magugu katikati ya ngano ambayo bado ingekuwepo wakati wa utawala wa miaka 1000? Ni Shetani mwenyewe. Unaona, katika Ufunuo sura ya 12 tunajua kwamba katikati ya tarumbeta, wakati wa tarumbeta ya 5, Mikaeli na malaika zake watakapokuwa wamewashinda Shetani na malaika zake, watatupwa duniani, watatupwa kihalisi duniani, na anajua kwamba ana muda mfupi tu. Kumbuka, kufikia wakati huu miaka 10.5 ya dhiki imepita. Zimebaki miaka 3.5 hadi mwisho wa miaka 14, ambapo Shetani pamoja na mnyama na nabii wa uongo watakuwa na miaka 2.5. Mnyama atarudi kutoka shimoni, nabii wa uongo atarudi kutoka popote alipoenda kujificha, na sasa Shetani atakuwa hapa huku shimo likiwa limefunguliwa. Wataleta maangamizi makubwa duniani kwa miaka 2.5 ijayo, hadi itakapoharibiwa tena. Watu wanaangamizwa katika Israeli. Nchi inaharibiwa vibaya na wote wamekimbia tena. Unaona, huu ndio wakati ambapo upandaji utafanyika na adui. Hicho ndicho kilichokuwa kikizungumziwa, utakuwa ni huo upandaji. Na kumbuka kinachotokea. Shetani atakuwa amekuwepo hapa sasa kwa miaka hiyo 2.5. Mwishoni mwa Ufunuo 19, Bwana anakuja ni kukanyaga zabibu. Na kisha nini hasa kinatokea katika ulimwengu wa roho? Shetani anafungwa na kutiwa ndani ya shimo lisilo na mwisho kwa muda wa miaka 1000 kamili, ili asipate kuwadanganya mataifa tena. Lakini sikiliza kwa makini kinachotokea baadaye, maana ni jambo la kushangaza sana. Miaka hiyo 1000 itakapomalizika, Shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake na atatoka nje ili kwenda kuyaendea mataifa yote yaliyo katika pembe 4 za dunia kwa ajili ya kuwakusanya kwa vita kuu. Je, umewahi kujiuliza jinsi Shetani anavyoweza kutoka baada ya utawala wa miaka 1000 na kushawishi idadi kubwa kama mchanga wa bahari kugeuka dhidi ya Bwana aliyekuwa hapo akitawala na kumiliki katikati yao kwa miaka 1000? Ni kwa sababu alikuwa amepanda magugu hayo wakati wa dhiki kuu katika nusu ya pili ya tarumbeta kabla ya mwisho wa miaka 14. Unaona, tunapata ufunuo na unafafanuliwa kwa ajili yetu katika sehemu iliyobaki ya Mathayo 13. Angalia kile kinachosema. Mstari wa 37. Yeye apandaye mbegu njema ni mwana, sivyo, Bwana wa Adamu. Yule aliyepanda mbegu mbaya ni yule mwovu. Adui aliyewapanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Unaona, kwa hivyo basi, mwishoni mwa dunia ambao ni mwisho wa utawala wa miaka 1000, atawatuma malaika wake wakusanye magugu hayo na kuyachoma na kukusanya ngano yote nzuri ghalani. Inatuambia hapa wakati ambapo haya yatatendeka, na inatokea tu kwamba Mathayo sura ya 13 ndio mahali pekee, na katika sura 24 kati ya injili zote inapatikana tu katika Mathayo 13, 24 na 24 na 28 inayosema hadi mwisho wa dunia. Ninaomba ikubariki. Kwa sasa, kwa heri.